kauli ya waziri wa TAMISEMI aliyotoa kwa waandishi wa habari. Wamesema wagombea 12,600 wa upinzani wameondolewa kwa sababu ya kushindwa kujaza fomu, si wamegonga mihuri vibaya, si ni 12,000. Kwa tunaenda kwenye uchaguzi, CCM imesha shinda wagombea 12,000. Na kwa mujibu wa takwimu zetu ni wagombea zaidi ya 60,000 waliondolewa wa kwetu. Kuna mwanachadema anathubutu kusimama kama kweli huyu mtu ana nia njema na chama hiki, kusema kwamba tukienda kwenye uchaguzi kwa mazingira haya tutashinda? Yupo? Anyoshe mkono aseme mimi jimbo langu mkiniacha hivi nitashinda. Tumuone. Tusidanganyane hapa. Tumekaa kwenye vikao tukathibitisha bila kuacha shaka kwamba mazingira tulionayo kwa sasa, tukienda hivi hatuwezi kushinda uchaguzi. Lazima tutafute mbinu za kukabiliana na watu ili tuende kwenye uchaguzi ambao ni huru na haki. Sasa mtu anasimama eti anasema tusipoenda kwenye chaguzi chama kita. This is not a business entity. Kama unataka kufanya biashara, kafungue duka ufanye biashara huko. Hii ni taasisi ya kisiasa ya mapambano na tutashinda. Iko hivi, tumekwenda kwenye uchaguzi mkuu wa ndani ya chama chetu, tumeaminiwa. Na mheshimiwa mwenyekiti, tulikuwa kwenye ziara kanda ya Nyasa. Watu wa Nyasa wako hapa. Wananchi wanakiunga chama hiki mkono sana sana. Tunaelewana vizuri? Wananchi wanaunga chama hiki mkono na wanaunga agenda ya no reforms no election mkono. Ndio maana mikutano yetu imekuwa na watu wengi na watu wamefurahia na agenda zetu zimesikika. Listen ndugu zangu, mimi na Lissu na nyie na nani wote tunatamani kuwa wabunge, lakini mazingira yaliyopo hayatufevi kuwa wabunge. Tunachukua hatua. Tumeona viongozi wa dini, tumeona mabarozi, tumesafiri nje ya nchi. Hii yote ni katika kuhakikisha kwamba tuna engage, kila mtu asibaki behind. Hii agenda ya no reforms no election sio agenda ya wanachadema, ni agenda ya nchi. Ndio maana maaskofu wanasema mabadiliko yafanyike. Ndio maana mashehe wanasema mabadiliko yafanyike. Anayepinga hii agenda ana nia gani? Na anasema yeye ni mwanachadema. Maaskofu wamesema, mashehe wamesema, hatujawasikia. Shehe Ponda kasema nini jana? Kasema mambo yabadilike. Uongo kweli? Sasa nani anayesimama anasema kwamba tutaenda kwenye uchaguzi namna hii tushinde? Nataka blackmail chama? No blackmailing here. No blackmailing kwa kweli. Tusidanganyane hapa jamani. Nchi yetu inalilia mabadiliko. Watu wamefanywa maskini. Rasilimali zao zinauzwa kwa Wachina. Watu wanahitaji uongozi mbadala. Uongo kweli? Na uongozi mbadala huwezi kupatikana kwa njia hizi. Kwa uchaguzi huu. CCM hawataki uchaguzi huru kwa sababu wanajua hawezi kushinda kwenye boksi la kura. Wewe unasema twende kwenye uchaguzi kwa njia hizi, wewe unaunga mkono CCM, uungi mkono mabadiliko ya wananchi wanayotaka. Kazi tulionayo, tupeleke petition, na inawatisha sana.